Huni mshike mubashara kutoka hapa Azam TV, ikiwa tayari ni saa 3 kamili usiku. Tunakutana kufahamu mengi ya kimichezo ambayo yamejiri, lakini nikufahamishe kwamba Couple Goals ni filamu ya mahusiano inayozungumzia masuala ya uaminifu, siri, lakini pia changamoto za ndoa nyuma ya maisha yanayoonekana kuwa kamili. Arthur na Winnie wanaonekana kuwa mfano bora wa Couple Goals, lakini Arthur anaficha siri nzito ya mtoto wa nje ya ndoa. Filamu hii imeongozwa na Jani Kitumbe, ikiwa na waigizaji kama Prince Jimmy, Tito Hans, lakini pia wengine wengi, na unaweza kuitazama kupitia application ya Azam Max kiganjani mwako kwa kulipia shilingi 2,000 tu, na itakuwa hapo kwa wiki moja. Na kwa wale wote watano ambao mnatumia akaunti moja, basi mtaweza kuiangalia, lakini kila mtu ataweza kuitazama kwa wakati wake kwa kulipia shilingi 2,000. Lakini pia My Son nayo bado ipo katika application yako ya Azam Max, na utaweza kuishuhudia kwa kulipia shilingi 2,000 tu kwa wiki. Kuna haja ya kujisajili, download application hiyo, kisha gusa sehemu ya kutazama filamu hiyo, lipia 2,000 na kila kitu kitakuwa kinakwenda sawa. Hayo ni miongoni mwa mambo mazuri ambayo unaweza kuyapata kupitia Azam TV. Si tu soka, lakini hata huko katika filamu pia tupo. Lakini katika mshike tutakayofahamu siku huu ni pamoja na haya: wananchi Yanga wajinoa kuiwinda Mbeya City FC katika mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mnyama Simba vitaka alama 3 dhidi ya Fountain Gate, dimba la Sheikh Amri Abeid. Na klabu ya Sunderland yalaani vikali ubaguzi wa rangi kwa Brian Robert. Naam, nitumie nafasi hii kukukaribisha katika mshike. Mimi ni wa Akidu Kaida na kusihi uwe nami hadi tamati. Baada ya wananchi Yanga kutinga hatua ya robo fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank kwa kuiondoa TMA Stars kwa bao 1-0, kikosi cha wananchi kimerejea mazoezini kujiandaa na mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Mbeya City utakaochezwa Aprili 16 mwaka huu katika dimba la KMC Complex. Meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe ameeleza hali ya wachezaji wao na namna walivyojipanga kuelekea mchezo huo. Ni mchezo mwingine mgumu wa NBC Premier League, na nasema mchezo mgumu kwa sababu Mbeya City msimu huu ni miongoni mwa timu ambazo zimepata alama moja dhidi ya Young African Sports Club. Tulicheza kwao Sokoine Mbeya, mechi kaisha bila. Tafsiri yake ni kwamba hatukuondoka na pointi 3. Tunarudi sasa KMC Complex nyumbani kwetu sisi, na dhamira ambayo tuko nao sasa hivi imebadilika kutoka dhamira ambayo ilikuwa mwanzo, pengine mwanzo wa msimu unaanza kucheza kwa taratibu kidogo. Sasa hivi tumeshapinduka, tuko raundi ya pili, ligi imeshachanganya kabisa. Kwa hiyo dhamira sio tu kumfunga Mbeya City, dhamira ni kumfunga ili kuendelea kuwa kwenye nafasi nzuri ya kupata ubingwa wetu kwa mara ya 5 mfululizo. Kwa hiyo dhamira hiyo itatupush sisi kama Young African Sports Club tukacheze kwa kujitoa, tukacheze kwa kujituma, tupate matokeo mazuri kwenye mchezo huo na tuondoke na alama 3 ambazo zitaendelea kutuweka kileleni. Katika hatua nyingine, Ali Kamwe amesema golikipa wao nambari 1 Djigui Diarra amerejea kwenye kikosi baada ya kumaliza adhabu yake ya michezo 3, huku baadhi ya nyota waliokuwa majeruhi wakianza kurejea ndani ya kikosi cha wananchi. Kwanza habari njema ni Djigui Diarra tayari amemaliza adhabu yake na atakuwa sehemu ya kikosi ambacho kinafanya maandalizi kwenda kwenye mchezo huo. Lakini pia Prince Dube amesha recover 100%, sasa hivi ana train na team kabisa. Wachezaji ambao wako nje kutokana na majeraha ni Buba Jamen ambaye aliumia kwenye mchezo wa CRDB dhidi ya TMA, Ima Mengo ambaye pia alipata injury ya hamstring lakini anaendelea vizuri, na mchezaji ambaye yupo kwenye hatua za mwisho kabisa kurudi kwenye timu ni Depu. Yeye ameshatoka chumba cha daktari, anafanya fitness, alikuwa anaongea hapa na kocha fitness, ameshafika 90%. Kwa anaweza labda kukosa mchezo huu wa Mbeya City, lakini guarantee atakuwa ameshakuwa fit 100% kwa ajili ya mechi zinazofuatia. Kubwa ambalo bench la ufundi imelipanga ni kuhakikisha tuna protect afya za wachezaji wetu. Mechi ni back to back, kwa ambaye ana shida hata kutokuwa sawa kwa 1% tu chache, sisi huyo tutamweka pembeni. Tunataka kila mtu ya 100% aweze kutoa mchango wake kwenye timu.
Na sasa tuelekee huko Arusha ambapo meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ally amesifu hamasa ya mashabiki mkoani Arusha, huku akisisitiza kuwa kikosi hicho kinaendelea kutimiza malengo yake kikilenga kupata ushindi mnono katika mchezo wake unaofuata jijini Arusha dhidi ya Fountain Gate FC katika ligi kuu ya NBC. Tangu kuwasili kwake jijini Arusha Aprili 7 mwaka huu, Simba Sports Club imecheza michezo miwili ikitoka sare ya bila kufungana dhidi ya TR United katika mchezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara, na baadaye wakapata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji FC katika kombe la shirikisho la CRDB Bank, ushindi uliowapeleka katika robo fainali ya kombe hilo. Nguvu yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba mchezo unaokuja tuweze kupata ushindi, kwa maana mchezo dhidi ya Fountain Gate, ili walau tuwe tumetimiza 90% ya malengo ambayo tumejiwekea, kwa maana ya kushinda michezo miwili na kutoka sare mchezo mmoja. Jana tumecheza mchezo wetu mgumu dhidi ya Dodoma Jiji na tumefanikiwa kupata ushindi wa magoli 3-1 na kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Kwa sasa tunasubiri ratiba tuweze kujua robo finali itakuwa lini na tutapangiwa mpinzani gani. Na katika timu 7 ambazo zimefuzu kwenda robo finali na Simba ya 8, sisi tuko tayari kwa mpinzani yoyote yule, na tunasema hivyo kwa kinywa kipana kulingana na aina ya timu tuliokuwa nao, ubora tuliokuwa nao. Tuna uwezo wa kucheza na kupata matokeo dhidi ya mpinzani wa aina yoyote. Kwa hiyo kwa sasa tumeshaachana na ushindi dhidi ya Fountain Gate, na badala yake tunawekeza nguvu kubwa kwenye mechi inayokuja dhidi ya Fountain Gate. Mechi inayokuja dhidi ya Fountain Gate na yenyewe vile vile ni ngumu. Ligi kuu kuelekea katika hatua za mwisho hizi ama mwisho wa msimu, kila mechi inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo Jumatano tuna kibarua kingine pevu dhidi ya Fountain Gate. Nichukue nafasi hii kuwaomba na kualika wanasimba wa mkoa wa Arusha na wanasimba kwa kaskazini kwa ujumla, tuendelee kushikamana, twende tukamalizie ungwe hii ambayo imesalia. Nguvu kubwa ambayo tumetumia kwenye mechi ya TRA, nguvu kubwa ambayo tumetumia kwenye mechi ya Dodoma Jiji, twende tukaitumie nguvu hiyo hiyo kwenye mechi dhidi ya Fountain Gate, tuondoke na alama 3, twende tukacheze mechi nyingine dhidi ya Namungo. Mapokezi yamekuwa mazuri na ushirikiano umekuwa ni mkubwa. Wanasimba wakijitoa hapa na pale kwenye ulinzi wa timu, kwenye kuzuia timu isipate madhara ya aina yote ile. Wamekuwa bega kwa bega na timu yao. Kimsingi ni kwamba tumepata kile ambacho timu kubwa inastahili kupata inapoenda sehemu ya ugenini. Timu imekuwa salama sana kuanzia uwanjani, mazoezini, kwenda kwenye mechi, kwenda kwenye kempi yetu. Hakuna changamoto ya aina yote ambayo tumeipata. Lakini kwa kipekee kabisa ni shangwe ambalo tumekuwa tukilipata katika mechi zetu zote mbili. Ni shangwe kubwa ambalo linawapa nguvu kubwa wachezaji wetu kuendelea kujitoa na kujituma. Wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club mkoani Mbeya wameeleza kuwa na matumaini na klabu yao kuchukua ubingwa wa ligi kuu msimu huu licha ya kupata matokeo ya sare katika michezo yao ya hivi karibuni. Mwandishi wetu Kakuru Msimu kutoka Mbeya ametuandalia taarifa ifuatayo. Waswahili husema kwenye maisha ya binadamu anapitia katika nyakati kuu mbili ambazo ni nyakati za huzuni na nyakati za furaha. Kwa nyakati tofauti, mashabiki wa Simba nao wanapitia nyakati hizi, iwe usiku ama mchana. Kwenye kila kona, iwe vijiwe vya kahawa, mabanda ya chipsi hadi kwenye daladala, mazungumzo ni yale yale: tunaweza bado kuchukua ubingwa? Swali hili lilijibiwa kwa ustadi wa hali ya juu na baadhi ya mashabiki waliopata wasaa wa kujiongea kipaza sauti cha Azam Sports. Swala la matokeo ni ya kawaida tu. Matokeo kama Simba Sport Club hatujafanya vibaya. Mpaka sasa hivi tumepoteza mechi moja na sare hizo ambazo ni 5. Kwa matokeo hayo tunayo matumaini makubwa sana kwamba tunaweza kupata ubingwa. Pointi tulizodondosha ni chache sana ambazo tunategemea hata wale waliopo mbele yetu wanaweza kuzidondosha. Matumaini yetu kwa sasa ni makubwa sana kwa sababu tofauti na tulipoanza na sasa tunaona kabisa kuna mwanga mbele. Kwa hiyo nina imani kabisa mbio za kugombea ubingwa ziko pale pale kama ilivyokuwa awali. Kwa sababu aliye mbele naye lolote linaweza likamkuta, anaweza akadondosha pointi. Akumbuke bado ana mechi moja pamoja na sisi. Kwa hiyo tunaweza tukampiga ile game inayokuja na yeye akapoteza tukawa juu.
Mechi ambazo mashabiki walitarajia ushindi zilimalizika kwa pointi moja tu. Ilikuwa kama ndoto ya ubingwa inaanza kufifia pole pole, lakini kwa mashabiki wa kweli kukata tamaa haikuwa chaguo lao. Agathon Chale, mwenyekiti wa Simba mkoa wa Mbeya, kwa sauti ya kujiamini anasema ni swala la muda tu, kikosi kipo, uwezo upo, kinachotakiwa ni kujiamini tena. Tumaini hilo, hatukati tamaa mpaka dakika ya mwisho. Tunapambana mpaka tone la mwisho la damu. Tunahakikisha kwamba mpaka sasa hivi bado tuna matumaini na bado tuna asilimia za kutosha za kufikia ule ubingwa ambao tunautegemea. Wengine walitikisa vichwa, baadhi kwa matumaini, wengine kwa mashaka, lakini ndani wote wamejaa cheche ya imani iliyokataa kuzimika. Unapokuwa mshabiki au mwanachama wa klabu ya Simba ni kwamba lazima ukubaliane na hali inayoenda, kwa sababu hii ni ligi na ligi ya mwaka huu ni ngumu sana. Kwa hiyo unapokata tamaa kama mshabiki tayari unakuwa unaikosea klabu ya Simba, kwa sababu Simba inafanya vizuri sana hususan ni bara la Afrika. Ni timu ambayo ina uwezo mkubwa na ina ushindani mkubwa. Kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC, Simba wanashika nafasi ya pili nyuma ya vinara Dar es Salaam Africa wakiwa na alama 36 baada ya kucheza michezo 17. Licha ya sare za nyuma, mioyo ya mashabiki wa Simba bado inaendelea kuwa na matumaini ya timu yao kufanya vizuri, wakiwa na matumaini ya kutoa ubingwa msimu huu. Kakuru Msimu, Azam Sports, Mbeya. Na sasa tuageukie matajiri wa jiji. Ofisa habari wa Azam FC Hashim Ibwe amesema kusogezwa mbele kwa mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania utakaochezwa Aprili 17 haujaathiri mipango ya kikosi chao, kwani wanaendelea kujiandaa ili kupata matokeo mazuri katika mchezo huo. Hakuna tabu kwenye mabadiliko kwa sababu unajua wachezaji hawa wanacheza mechi kwa muda mrefu, na kwa kadiri ambavyo wanacheza nafikiri ni kitu ambacho kinafanya miili yao inakuwa inatumika. Walimu, mabenchi ya ufundi yanakuwa na kazi binafsi, wachezaji wenyewe overall kwa ujumla. Kwa hiyo ratiba ikisogea mbele maana yake wanapata muda zaidi wa kupumzika, lakini wanapata muda zaidi wa kuvuna kutoka kwa walimu. So kwetu sisi tumeichukua kawaida, iko positive, ni kwa maslahi mapana ya mpira wa miguu, kwa sababu ratiba nayo haijasogezwa tu, imelazimu kusogezwa kwa sababu maalum, na sababu mojawapo ni hiyo, kwa maslahi mapana ya soka letu. Kwa hiyo kama imesogezwa mbele maana yake itatoa room kwa wachezaji wetu kuendelea na maandalizi yao kama kawaida, hasa ukizingatia kwamba mchezo wenyewe unaofuata dhidi ya JKT ni mchezo mgumu. Kwa hiyo mapumziko ambayo watayapata na muda ambao utakuwa umeongezeka wao kuvuna chochote kitu kutoka kwa mwalimu, nafikiri ni faida kwa club na kwao wenyewe pia kimwili. Nafikiri nichukue nafasi hii kuambia wapinzani ambao wanatuombea pengine mabaya, wapinzani ambao pengine wanatuombea magumu, kwamba pengine tuna injuries zozote ndani ya klabu yetu, niwaambie kwamba wachezaji wetu wote wako vizuri. Mchezo dhidi ya Fountain Gate wa FA tulimuona Benzitun ambaye ndo mchezaji miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa na injuries waliokaa nje kwa muda mrefu na yamerejea kwenye kikosi. Kwa hiyo hapa palipobaki, kila mtu atakayekutana na sisi atakutana na ile wrath kamili ya Azam FC, yani ule mkono wa adhabu wa Azam Football Club utamshukia kila ambaye anaombea gumu. Hatuna injury na tuko tayari kwa ajili ya kila mchezo. Hashim Ibwe, ofisa habari wa matajiri wa jiji Azam FC. Huu ni mshike mshike. Asante kwa kuendelea kutazama mshike mshike. Kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC hapo kesho, timu ya KMC FC imekiri kuwa katika hali mbaya, lakini wanaingia katika mchezo dhidi ya Tanzania Prisons wakiwa na ari na morali ili kupata alama 3 muhimu kwenye mwendelezo wa harakati za kuinusuru timu hiyo kushuka daraja. Sisi kama KMC tunakaribisha Tanzania Prison kwa ajili ya mchezo wetu kesho. Tumejiandaa tayari, maandalizi yote tushamaliza, tuko tayari kwa ajili ya kupambana na Prison kesho. Malengo yetu ni hayo, kwamba tunatambua kwamba nafasi ambayo tuko nao sasa sio nzuri na mechi ya kesho kwetu ni muhimu sana. Kwa hiyo tunahitaji matokeo, kwa sababu kwanza tuko nyumbani, tuna kila sababu ya kutafuta pointi 3. Sisi tunahitaji sana, ingawa tunaheshimu Prison, timu nzuri. Wote tuko na nafasi mbaya na wenyewe wanahitaji sana hizo pointi 3, lakini sisi tuna advantage kwa sababu tuko nyumbani. Lazima tupambane kwa kila hali ili angalau
tuondoke nafasi ambayo tuko nayo kidogo, tusogee juu. Ingawa bado tutakwenda kwa nafasi ya mwisho, lakini tunahitaji kidogo tupunguze gap kidogo. Na imani maandalizi yetu yote yamekamilika, kwa sababu mchezo wa kesho ni kama fainali kwetu. Hatukubali yani kupoteza au kupata sare. Yani mchezo wa kesho ni kuhakikisha tunaweza kupata alama 3. Kubwa huwa tunapeana morali, kwa sababu mechi bado zipo nyingi. Mechi hazijaisha na si bado hatujashuka. Kwa hiyo kikubwa na cha msingi huwa tunapeana morali kuhakikisha tunaweza kupata matokeo kila mechi ambayo tunaweza kukutana nayo. Hayo ni ya KMC, lakini kwa upande wa kocha wa Tanzania Prisons Shadrack Nsajigwa amesema wapo tayari kukabiliana na KMC FC hapo kesho na wamejiandaa kupata matokeo mazuri ili kujinusuru katika balala kushuka daraja. Tumejiandaa vizuri, tupo tayari, tumekuwa na session karibia 4 za mazoezi. Kwa kila kitu kiko tayari kwa maandalizi kwa ajili ya mchezo wetu na KMC. Tunajua mechi itakuwa so rahisi kwa timu zote mbili. Ukiangalia sehemu ambapo tupo kwa kuzingatia hayo, niseme tupo tayari kwa ajili ya mchezo na KMC. Level ambayo timu ambayo tunaenda kucheza nao, unajua tuko kwenye level moja, kwa tunaweza tukapata kitu. Ingawa tunajua mechi itakuwa ngumu kimbinu, kiufundi. Tumeona KMC wametoka kucheza mechi ya mwisho, walikuwa na mechi nzuri na Singida. Bahati mbaya tu matokeo kwa upande wao. Kwa kuzingatia hivyo, na sisi tunaangalia jinsi wanapocheza, kwa tunajua jinsi gani ambao tutaenda kukaribia nao. Motivation inakuja sasa hivi. Hizi ni mechi ambazo wachezaji wao wanatakiwa na utulivu wakati wote wa mchezo, au nyakati zote mbili za mchezo. Wakati hatuna mpira na wakati tuna mpira. Hicho ndio kikubwa. Kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya KMC, sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri. Tumefanya mazoezi ambayo yako vizuri, walimu wametuandaa vizuri. Naamini kuelekea kesho mchezo utakuwa mgumu na utakuwa ushindani kutokana na nafasi ambazo timu zipo. Ila naamini kwa upande wetu wa jinsi tulivyojiandaa na walimu jinsi walivyotuandaa, naamini tutapata matokeo mazuri. Upande wetu kama wachezaji, kwa nafasi ambayo tupo, tunajua kabisa sio nafasi nzuri. Na focus yetu sisi kila siku na kila mchezo ni kupambana ili kutoka katika ile nafasi na kusogea nafasi za juu. Kwa hiyo lengo letu ni kutoka pale na kusogea juu. Kocha wa JKT Tanzania Ahmad Ally ameeleza utayari wa kikosi chake ikiwa ni maandalizi kwa ajili ya mchezo wao unaotarajiwa kuchezwa Aprili 17 katika uwanja wa Azam Complex dhidi ya matajiri wa jiji Azam FC. Maandalizi yameanza baada ya kumaliza mchezo wa FA na Mbuni. Baada ya hapo ndio tulikuwa tuna maandalizi ya mechi na Azam. Tumepata email jana kuona kwamba mechi sasa imesogezwa, badala ya kucheza tarehe 15 imekuwa tarehe 17. So bado ilikuwa kichwani mwetu kwenye maandalizi. Kwa hiyo tuna siku 2 tena mbele ambazo zimeongezwa kuona namna gani sasa tunaweza kuangalia zile moment ambazo zilikuwa bado hazijakuwa sawa, basi tuweze kuweka sawa zaidi. Tunajua tunakwenda kucheza mechi nzuri na muhimu kwetu na kwao pia. Sio mechi rahisi kucheza na timu ya Azam. Azam kwa sasa iko na progression nzuri, ukijaribu kuona ina wachezaji ambao imetokea kuamini vijana na wale senior na professional. I think haitakuwa mechi rahisi kwetu na kwao pia. Tunatamani kuwa bora kwenye haya maandalizi, kuhakikisha tuwe beta kila siku na ili tuweze kuendea mchezo vizuri na kuhakikisha kwamba tunapata kile ambacho tunatamani. So preparation ya hizo siku iko tayari na tunajaribu kuona namna gani sasa ya kuweza correct some mistakes ambazo tulikuwa nazo na vile vitu ambavyo tumevifanya vizuri kutoka mechi ya Namungo na Mbuni, na kuona sasa jinsi gani ambavyo tutakuwa bora. Lakini ni mechi tofauti na mpinzani tofauti. Mbuni na Namungo ni timu zingine tofauti na Azam ni timu nyingine. So tuna appreciate hicho ambacho wako nacho kwa maana ya staffu na wachezaji ambao wako nao. So tutajiweka vizuri kwenye kila moment ili tuweze kupata matokeo mazuri. Kikosi cha Wagosi wa Kaya Coastal Union kinaendelea na maandalizi ya kuivaa Dodoma Jiji FC katika mchezo wa ligi kuu NBC utakaochezwa Jumatano hii. Kuelekea katika mchezo huo, kocha mkuu wa timu hiyo Fikiri Elius amesema kuwa kutokana na maandalizi wanayoyafanya wana imani watapata matokeo mazuri, kama anavyoarifu Mariam Shedafa kutoka Tanga.
Ni kikosi cha wagosi wa kaya Coastal Union kikifanya mazoezi hapa kwenye uwanja wake wa CCM Mkwakwani kwa ajili ya kujiandaa na mchezo dhidi ya Dodoma Jiji ambao utachezwa Jumatano hii. Nimezungumza na kocha mkuu wa timu hii ya Coastal Union Fikiri Elias ambaye amesema kwamba wachezaji wako imara katika kuhakikisha kwamba wanapata alama 3 muhimu katika uwanja huu wa nyumbani. Vijana tuliwapatia good recovery session baada ya mechi ya Dodoma, baada ya mechi ya Pamba Jiji na kupata ushindi. Basi kama unavyoona kwenye uwanja kule nyuma background ni kwamba vijana sasa leo wamekuja kwa ajili ya maandalizi kuelekea mchezo unaofuata dhidi ya Dodoma. Uzuri ni kwamba zaidi ni kwamba mchezo uliopita umeisha, tulikuwa na vijana wawili walikuwa na injuries, lakini mpaka kufikia leo asubuhi vijana wote wamesha recover na tunashukuru Mungu kwamba wako tayari kutumika katika mchezo unaofuata. So cha mno hapa siku ya leo ni kwanza kuandaa taratibu mipango yetu kuelekea mchezo dhidi ya Dodoma kwa sababu pointi 3 ndio furaha ya Wanatanga. Nimezungumza pia na wachezaji wa timu hii ya Coastal Union ambapo wamewataka mashabiki kujitokeza kwa wingi kwani wanakwenda kupata alama 3. Sisi kama wachezaji tunajipa motisha na morali yetu iko juu. Kwa tunakaa tunajua wapi tulipokosea na vipi tufanye, na mwalimu anatuongezea kipi tufanye ili tuweze kuwa bora. Kwa hiyo niseme sisi kama wachezaji morali yetu iko juu. Michezo iliyopita ishapita tuliocheza, kwa hiyo niseme tunakuja katika michezo inayofuata inshallah tunakwenda kupata pointi 3. Tumeanza mechi ya FA, tunakuja mechi ya ligi. Kubwa zaidi kwa mashabiki waendelee kusupport kwa sababu hii ndio timu yao. Naamini wakiendelea kusupport, naamini matokeo yatakuwa mazuri zaidi, naamini tutafanya vizuri na timu itakaa kwenye hali nzuri zaidi. Katika mchezo huo ambao utachezwa majira ya saa 12:30, kiingilio kitakuwa ni shilingi 2000. Kutoka hapa kwenye dimba la CCM Mkwakwani, Mariam Shedafa, Azam Sports. Kiingilio itakuwa 2000, lakini kwa kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV lipia shilingi 28,000 ili uweze kushuhudia mtanange huo. Na kwa sasa naungana na mchambuzi wetu Andrew Kinga Mkono kwa ajili ya kuweza kujadili kile ambacho tumetoka kukitazama muda mchache uliopita. Karibu sana Kinga Mkono. Asante kitu. Tumeona kile ambacho kimezungumzwa kuelekea katika michezo ya kesho, tutatazama ratiba hapa, lakini KMC FC Wanakino Boys dhidi ya Tanzania Prisons. Hapa tunasema na wanakutana wale wote ambao wapo katika nafasi za kushuka daraja. KMC 16, Tanzania Prisons nafasi ya 15. Tutegemea mchezo ina gani? Huu ni mchezo mwingine wa ushindani, hasa ukizingatia nafasi hizo mbili, kwa sababu kama umewasikia wachezaji wa KMC wanasema iko ni kama finali. Unahitaji kushinda ili urudi kwenye mstari wako wa matumaini mapya, kwa sababu hali yao ilivyokuwa sasa hivi unaona kabisa washaelekea njia mbaya. Kwa hiyo wanatokaje huko ni kuhakikisha kwamba kocha Imani anarudi na vijana wake, anawatia imani yake ili wajiamini zaidi waweze kuwakabili Prison na kupata matokeo, kwa sababu mechi zidi ya Prison nadhani kwa hali ya Prison ilivyo unaona wana nafasi ya wao kupambana. Ukizingatia mechi yao ya mwisho walikutana na Prison kwenye ligi walifungwa. Kwa hiyo nadhani nao ni sehemu yao kulipa kisasi kwamba sasa tuna timu imara, tunataka tulipe kisasi zidi yenu Prison. Na japokuwa Prison wenyewe wanaamini kwamba hii mechi Shedrack naye anaamini kwamba ni mechi ambayo yeye anatakiwa kushinda ili imtoe, kwa sababu hata Mbeya City alipomfunga KMC ndio alitoka kule kwenye ule mstari akapanda juu. Kwa hiyo hata Shedrack naye anaamini hii mechi anataka kupata matokeo ili asogee apande juu. Na nilitaka kukuuliza kuhusiana na mchezo ule dhidi ya Mbeya City uliomalizika kwa magoli 3-2 mpaka kocha KMC akafutwa kazi. KMC walizungumza kwamba mchezo ule ulikuwa ndio sehemu sasa ya wao kuanza rasmi kampeni ya kusalia katika ligi kuu, lakini hali ikawa tofauti. Kwa sababu matamanio wakati mwingine hana tofauti na uhalisia, inakuwa vitu viwili tofauti. Unaweza kuwa unatamani upate chungwa lakini kumbe uwezo wako mfukoni sio chungwa, ni ndimu. Kwa hiyo wakakutana na ndimu wakafungwa. Ni mechi walipambana sana. Uliona katika msimu mzima walikuwa wamefunga magoli 5. Mechi za za raundi ya kwanza, mechi kama 16. Ile mechi wakafunga goli 2, lakini bahati mbaya safu yao ya ulinzi ikaruhusu magoli 3. Kwa hiyo unaona ni mechi ambayo walikuja kweli wanaonyesha wana kitu, wanataka kitu kupambana. Na mapambano yao yalionekana. Bahati mbaya sipoikuwa yao, Meki akaokota pointi akaondoka. Na sasa hivi wanakwenda kwenye mechi ya KMC. Nadhani wanajiamini kwa sababu wametoka kwenye mechi yao, wanataka kupata matokeo mazuri baada ya mechi iliyopita. Wanafanyaje? Lazima wahakikishe kwamba wanawafunga Prison na wao warudishe imani tena, maana wakishinda itakuwa mechi yao ya 3 kushinda. Unajua msimu mzima wameshinda mechi 2 tu na sare 2. Kwa hiyo ni timu ambayo hali yake ni mbaya. Kwa hiyo wakishinda mechi za The Prison inawaweka kwenye nafasi nzuri ya kuwao kujiamini zaidi. Ukiangalia mechi yao dhidi ya Singida walicheza vizuri sana japokuwa walifungwa goli 1.
Tukielekea mchezo mwingine itakayopigwa Aprili 15, Fountain Gate watakuwa dimba la Sheikh Amri Abeid mkoani Arusha wakiwakaribisha Simba Sports Club, mchezo ambao utapigwa saa 10 kamili jioni. Kuelekea katika mchezo huu, meneja habari na mawasiliano klabu ya Simba Ahmed Ali ameshazungumzia kwamba katika michezo wanayocheza pale Arusha wanataka basi walau wapate alama 3 katika ligi kuu soka NBC Tanzania bara. Ikumbuke mchezo uliopita dhidi ya TRA United walitoka suluhu. Simba wana faida kwanza, wamefaidika, wametangulia Arusha. Fountain Gate alikuja Dar es Salaam kacheza mechi yake, anarudi, wako chini ya kocha mpya Minziro wakati wote na timu zake mbalimbali acheza dhidi ya Simba ni mtu ambaye anaonyesha upinzani mkubwa. Kwa hiyo hata Simba wenyewe wanajua kwamba timu iko chini ya Minziro, wanabidi wajiandae vizuri. Japokuwa naona changamoto yao, nimeangalia magoli waliofungwa dhidi ya Azam, kulikuwa na makosa makubwa sana kwenye safu yao ya ulinzi. Kama wakiendelea vile, na kwa Simba hii nilivyoiona kwenye mechi yake iliyopita dhidi ya Dodoma Jiji, unaona umebadilika sana kiuchezaji na ufungaji. Kwa hiyo ni ambayo naona kuna changamoto ambayo watakutana nayo Fountain Gate, kama wanahitaji kubadilika sana kwenye eneo ya ulinzi na kujipanga vizuri kuwakabili Simba, kwa sababu Simba na wenyewe wanajua mechi iliyopita ya TRA imewarudisha nyuma kwenye yale malengo yao, wangeshinda walikuwa wamesogea kidogo, ile suluhu imewarudisha nyuma. Kwa hiyo hii ni mechi nyingine ambayo wanaamini wanashinda, na rekodi nyingi zinawabeba hao dhidi ya Fountain Gate. Kwa hiyo Fountain Gate michezo 17, alama 16, wastani wa alama 1 walau katika kila mchezo. Watakuwa na mipango ipi kuelekea katika mchezo huu ili basi walau na wao waweze kujiondoa katika nafasi iliyopo ya kushuka daraja? Kwa ajili hivi tunavyozungumza wako katika nafasi ya 14 ya msimamo wa ligi kuu soka NBC Tanzania bara. Kwa sababu sasa hivi wana kocha Minziro, kocha mpya. Maana yule aliondoka Laiza ameondoka. Mohamed Laiza. Ameondoka, sasa anakuja Minziro, anakuja kwenye timu. Kwa hiyo naye nadhani ana falsafa yake mpya. Anataka nini? Kwa kipindi hiki kifupi na atalazimika muda mdogo, lakini lazima awaambie wachezaji kile kitu wanachotaka. Kwa sababu siku zote kocha unapoenda kwenye timu lazima uambie wachezaji kitu gani unataka. Hakuna namna, lazima wafuate mfumo wake, kwa sababu yeye ndo anaongoza jahazi sasa. Kwa hiyo lazima wale wachezaji wafuate mfumo wake na namna wachezaji. Ndio changamoto ambayo itakuwa inamkuta Minzi, kwa sababu anabidi atengeneze timu katikati ya mashindano. Wachezaji wanaonekana kama walipoteza morali, kwa hiyo inabidi awarudishe kwenye mstari wa morali na wacheze. Na ndio maana nasema mechi ya juzi ya dhidi ya Azam, unaona jinsi safu yao ulinzi ilivyokuwa imeparaganyika sana, tofauti hata mechi yao waliocheza dhidi ya Azam wakati wakiwa na kocha Raiza. Unaona ni timu mbili tofauti. Kwa hiyo kuna kitu kipi ambacho kocha taratibu anabidi aingize kwa wachezaji. Kwa hiyo Minzi wana mtihani mkubwa na test yake ni hiyo, na hali ya timu inaanza kuelekea kwenye janga la kucheza mechi za mtoano. Ni jana mchezo ulichezwa. Tutazame mchezo mwingine wa Agosti wa Coastal Union, wenyewe pia atakuwa na kibarua dhidi ya Dodoma Jiji pale CCM Mkokwani Tanga. Mechi nyingine ya wazi sana. Hii ni mechi ambayo naiona mechi ya wazi ya ushindani, na hasa ukiwazingatia Coastal Union wenyewe wanajivunia baada ya kumtoa Pamba kwa goli 2 kwenye kombe la CRDB. Kwa hiyo wanakuja kucheza na Dodoma, ambayo Dodoma na yenyewe wametolewa na Simba na walicheza mechi nzuri, lakini bahati mbaya siku ilikuwa yao wakafungwa na Simba. Kwa hiyo Dodoma na wenyewe wana timu nzuri kwenye msimamo kwenye ligi, na wenyewe ni miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri na zinaonyesha ushindani. Unaona wana kikosi ambacho kimetimia, kinatengeneza nafasi za kutosha, wanaweza kufunga, washauri wao wanaweza kufunga. Kwa hiyo ni mechi ambayo inaona mechi ya timu za madaraja ya kati, na mpira utakuwa wazi kwa timu zote. Yule atakaye ameamka vizuri nadhani ana nafasi kubwa. Japokuwa Coastal Union kumwangalia kwenye msimamo, yeye yuko chini zaidi kuliko Dodoma Jiji ambayo yuko katikati kwenye nafasi ya 13, alama 16, unaona. Kwa hiyo 17. Kwa hiyo Coastal Union hali yake sio nzuri sana, pamoja na Dodoma ambayo ipo katika nafasi ya 8. Nani Coastal Union kilichomfariji ni ushindi alopata kwenye kuingia robo finali ya CRDB Federation Cup. Hili ndio kitu ambacho nasema hiki kikosi kwa safari wamefanya jambo, na hata matokeo zile ya Pamba watu wengi wanadhani hawakuamini kwamba imekwaje amemfunga Pamba ambaye alikuwa anaonekana anakuwa, lakini ndio inavyotokea wakati kocha mpya amekuja na yeye anaanza kuwapa kitu kipya na wachezaji wamepokea mwitikio, wameanza na ushindi. Nadhani anataka kuendeleza hiyo record. Nikushukuru sana Kinga Mkono. Ubora wa Pamba ni kwa sababu walimkazia Simba, walimkazia Azam. Wakapoteza. Tutarejea tena hapo baadaye. Naam, ni mchambuzi wetu huyo Philip Nkina akitupitisha katika ratiba hiyo ya ligi kuu soka NBC Tanzania bara. Nusu saa ya kwanza inakamilika hivyo, lakini tutakaporejea miongoni mwa yale tutakayofahamu ni pamoja na haya. Klabu ya Sunderland ya laani vikali ubaguzi wa rangi kwa Brian Dobry. Na matajiri wa jiji Azam FC walitaka nusu fainali kombe la shirikisho la CRDB.
Asante kwa kuendelea kutazama Mshike Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Kikosi cha Singida Black Stars kinatarajia kuanza safari kesho kuelekea mkoani Kigoma kuifuata Mashujaa FC katika mchezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara utakaochezwa Aprili 16 mwaka huu uwanja wa Lake Tanganyika. Kuelekea katika mchezo huo, ofisa habari wa timu hiyo Hussein Masanza ameelezea maandalizi ya safari hiyo. Sasa hivi ratiba iliyoko mbele yetu ni mchezo wa ligi kuu ambao tutacheza na Mashujaa, lakini tunasafiri kwenda Kigoma kwenda kucheza na Mashujaa. Ni mechi nyingine ngumu. Tutacheza tarehe 15 actually. Tarehe 15 tunacheza katika uwanja wa Lake Tanganyika tukiwa wageni wa mchezo huu. Ni mechi muhimu sana kwetu kwa sababu tunataka tuingie top 4 na lazima tushinde mechi zetu ambazo ziko mbeleni. Kwa hiyo tunaenda kwenye mchezo wa ligi tukiwa na confidence kwa sababu tayari tumeshinda michezo miwili iliyopita hapa na timu sasa imesharudi kwenye ubora ambao watu wanaofahamu na watarajie kuona Singida Black Stars ikipata ushindi kokote. Nyumbani tunapata ushindi sasa hivi na hata ugenini tunaweza kupata matokeo mazuri. Hii combination hii ya Muhibu Kanu pamoja na meneja Papi Kimoto itakuja kulaza watu na viatu. Kwa sababu Kanu ni kocha by profession ambaye ana taaluma, ana leseni A ya CAF. Papi Kimoto naye hivyo. Sasa imagine hizi brain mbili zinakutana, zinakuja kutafuta matokeo. Ni hatari kweli kweli. Wao tunaamini tumejipata katika eneo la kiufundi. Tunawaamini na rekodi zao zinajieleza vya kutosha. Papi Kimoto nenda kamgugo sasa hivi ukakuta balaa lake ambalo amekifanya. Ni kocha wa viwango kweli kweli katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Lakini Muhibu Kanu amekutuma kwa naye muda mrefu, ni kocha lakini alikuwa hapati nafasi. Sasa uongozi umemwamini, umemwambia nenda kaliongoza jahazi la Singida Black Stars. Kikosi cha wawaji wa Kusini Namungo Football Club kimeanza maandalizi kuelekea mchezo wao wa ligi kuu NBC dhidi ya Simba Sports Club utakaopigwa Aprili 19 katika uwanja wa Majaliwa uliopo Ruangwa mkoani Lindi. Meneja wa kikosi hicho Idrisa Bandali amesema mara baada ya kutolewa katika kombe la CRDB, nguvu zote wanazihamishia kwenye mchezo huo ili kuhakikisha wanabakiza alama 3 nyumbani. Baada ya mchezo wetu wa jana wa CRDB Federation Cup dhidi ya TRA, mchezo ambao umemalizika kwa kupoteza na kutolewa kwenye mashindano haya, kikosi kinaendelea na matayarisho sasa ya michezo ya ligi kuu ya NBC ambayo iko mbele yetu, na mchezo hasa ambao uko mbele yetu dhidi ya Simba tarehe 19 Jumapili hapa Ruangwa. Tunafahamu ugumu wa mchezo huo ulivyo. Ndio maana baada tu ya mechi hiyo moja kwa moja technical staff inaongozwa na mwalimu Juma Mgunda imeanza matayarisho kuelekea kwenye mchezo huo. Jambo kubwa tu ni kwamba mchezo ule umemalizika, hatujapata wachezaji ambao wamepata majeraha makubwa. Wote ni wazima na wako sehemu ya matayarisho kuelekea kwenye mchezo wa Simba siku ya Jumapili tarehe 19. Nataka niwaalike mashabiki na wanachama wa Namungo Football Club waje kwa wingi kwenye uwanja wa Majaliwa siku ya Jumapili. Focus yetu iko huko sasa. Mipango, matayarisho, malengo makubwa ni kuhakikisha tunakwenda kufanya vizuri kwenye mchezo wa tarehe 19. Na imani yetu ni kwamba tutafanya vizuri kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao kwenye msimu huu. Tumekuwa na timu nzuri, vijana wanapambana sana. Kwa tunaamini tutakuwa tuna mchezo mzuri, mchezo ambao baada ya dakika 90 utatupatia matokeo mazuri. Kwa kubwa ni waombe wana Ruangwa na Namungo sasa tuhame kwenye CRDB Federation Cup tuje kwenye NBC Premier League. Focus yetu iwe huku, tuhakikishe tunapata matokeo mazuri na baada ya msimu basi tuwe kwenye nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Inshallah mchezo huu tutafanya vizuri na michezo mingine ambayo iko mbele yetu. Ni Idrisa Bandali huyo. Tukiachana na habari hiyo, baadhi ya wachambuzi wa soka jijini Dar es Salaam wametoa maoni yao juu ya timu wanazoziona kwamba zina nafasi ya kutinga hatua ya fainali kutokana na ubora mkubwa wanaouonyesha katika mashindano ya kombe la shirikisho lakini pia ligi ya mabingwa barani Afrika. Al Ahly alitolewa kwenye robo finali, tena alitolewa nyumbani. Pyramids naye akatolewa, naye alitolewa nyumbani pia na Asfar Rabat. Na hii inamaanisha kwa hizi timu zilizobaki ni Mamelodi Sundowns peke yake ndio amecombine vitu vingi. Kwanza experience ya hii hatua. Of course Asfar Rabat wanayo experience lakini si ya kulingana na Mamelodi Sundowns. Bekane wanayo experience lakini hailingani na experience ya Mamelodi Sundowns. Hata Esperance pia na experience kubwa tunayo mashindano lakini sio ya kulingana na Mamelodi Sundowns especially katika nyakati za hivi karibuni. Na kitu kingine Sundowns unajua kwa mfano hii ni hatua ya nusu finali ya
4 mfululizo wanafika. Wana kocha ambaye pia amewahi kufanya kazi ya Esperance, kwa hiyo ana experience na mashindano na alifika nao nafikiri nusu finali. So wamecombine vitu vingi. Wana X factor katika wachezaji wao. Ukiangalia wachezaji kama Brian Leon, Ata Sales, Marcelo Ayende, hawa wachezaji ambao wanatoka nje ya bara la Afrika ni watu ambao wanaongeza sana quality kwa pale yani Sundowns wana mkusanyiko wa wachezaji bora Afrika, and then on top of that wana mkusanyiko wa wachezaji wengi ambao wanatoka pia nje ya Afrika, na wengi wako katika umri wa kushindana. Kwa mfano kama Brian Leon yule ana miaka 26 tu. So I believe huwezi kuwa na quality kama hiyo ukarudi finali mara ya pili mfululizo alafu ukashindwa kutoa ubingwa. Rabat wametanguliza mguu kwa sababu wameshinda mabao 2-0 dhidi ya RS Berkane katika mechi ambayo walikamata mwanzo mwisho. Ndio walicheza nyumbani, lakini majaribio walioyafanya walipiga mashuti 5 on target, wakati RS Berkane mechi nzima hawakupiga shuti lolote on target, yani mashuti yale ya kulenga shabaha. Wakashinda mabao 2-0. Kwa sababu hiyo na kwa kuzingatia kwamba kanuni za michuano ya CAF ni kwamba kuna bao la ugenini, wao kushinda 2-2, maana yake kwenye mechi ya marudiano ili watimize lengo lao la kwenda finali, FAR Rabat watatakiwa kutopoteza mchezo kwa margin, kwa tofauti ya mabao yanayofika 2 na kwenda juu. Yani wao wakifungwa 1-0 wamesonga mbele, sawa matokeo jumla yatakuwa 2-1 wao wakiwa wameshinda. Wakifungwa 2-1 matokeo jumla yatakuwa 3-2, kwa sababu kumbuka wana mtaji wa mabao 2-0. Lakini sare yoyote wao wanakwenda mbele. Kwa hiyo unaweza kusema FAR Rabat wana nafasi, lakini huwezi kaika 100% kwa sababu hata wao kufika finali ni baada ya kucheza dhidi ya Pyramids katika mechi ambazo ushindi waliupatia ugenini. Yani wao walipatia ugenini kwa kuwafunga Pyramids katika mechi ya pili mabao 2-1. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kumbe nyumbani peke yake haitoshi ukajihakikishia kwamba mimi ndio tayari nimefuzu, kwa sababu upande kokote kule aliyejipanga vizuri anapata matokeo. Namni wachambuzi wa soka hawa wakizungumzia kuhusiana na kile ambacho kimejiri katika michezo hiyo, lakini kwa muda huu ni kupitishe katika ratiba ya kile ambacho kinafuata katika upande wa nusu finali. Mamelodi Sundowns ambao watakuwa nyumbani, watakuwa nakipiga dhidi ya Esperance de Tunis. Wametoka kushinda jana kwa bao 1-0 katika mchezo wao wa mkondo wa kwanza nusu finali, lakini nusu finali nyingine itakuwa ni RS Berkane watakao kipiga dhidi ya FAR Rabat, na FAR Rabat wanaenda kuelekea katika mchezo huo wakiwa wametoka kupata ushindi wa mabao 2-0, na michezo hiyo itapigwa Aprili 18 na kuonyeshwa mubashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Hivyo una kila sababu ya kulipia sasa kisimbuzi chako ili uweze kutazama michezo hiyo. Lakini katika upande wa kombe la shirikisho, Zamalek watakipiga dhidi ya CR Belouizdad. Mchezo utapigwa Aprili 17. Lakini Aprili 19 Olympique de Safi wenyewe atakipiga dhidi ya USM Alger Usma, mchezo utakaopigwa Aprili 19. Hiyo ni ratiba katika mashindano hayo ya CAF, michezo ambayo utaishuhudia pia mubashara kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Lakini tukiendelea kusonga mbele katika mshike, klabu ya Azam FC imetinga robo finali ya CRDB Federation Cup, huku ofisa habari wake Hashim Ibwe akiweka wazi kuwa kwa sasa klabu hiyo ya matajiri wa jiji inajiandaa vema ili kupata matokeo mazuri na kuelekea katika ubingwa wa kombe hilo msimu huu. On board of course kila mtu anafurahi kuiona timu yake ikiwa inafanya vizuri kwenye mashindano kama haya ambayo nafikiri ni mashindano ya pili kwa ukubwa baada ya ligi kuu. Kwa hiyo kombe la FA ni miongoni mwa makombe ambayo timu yote ikiwa inafanya vizuri, especially kwenye hatua crucial kama hizi, ukiona timu inaingia hapo ni jambo la kujivunia na ni jambo la kulifurahia. So bado ajenda yetu sisi kama club Azam FC tutaendelea kupambana kuhakikisha kwamba robo finali inatupeleka nusu finali tunacheza tena finali, na ikipendeza kwa Mungu basi tutakuwa mabingwa kwa msimu huu. In fact ni miongoni mwa makombe ambayo tunayapigia hesabu tangu msimu kuanza. Kwa hiyo kuingia kwenye hatua ya robo finali ni hatua ya kwanza kwenda kwenye hatua nyingine kabla ya hatua muhimu ambayo tumeisetia ajenda ya msimu. Ofisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF Clifford Ndimbo amesema ushindani wa msimu huu katika kombe la shirikisho la CRDB ni mkubwa kutokana na viwango vinavyoonyeshwa na klabu shiriki.
Hatua ya 16 bora tayari imekwisha kamilika ya CRDB Bank Federation Cup, na sasa tunakwenda kwenye hatua ya 8 bora, hatua ya robo finali. Sasa ni timu 8 ambazo zimebaki. Timu zilizobaki ni timu ya Mashujaa kutoka pale Kigoma, lakini pia kuna JKT Tanzania, kuna Young Africans, kuna Coastal Union, kuna Azam FC, vile vile kuna Singida, kuna TRA na kuna Simba Sports Club. Hizo ndo timu 8 ambazo zimekamilisha sasa timu zote ambazo zimekata tiketi ya kucheza kwenye hatua hiyo, hatua ambayo tutakuja kusema kwamba lini timu hizo zinacheza, lakini wiki hii tutakuwa na draw ambayo ni ya kuangalia sasa robo finali nani atacheza na nani, lakini pia nusu finali na finali itakuwa namna gani. Kama ambavyo tunafahamu kwamba unapofika kwenye hatua hii unapochezesha draw, maana yake unachezesha draw ambayo inajichezesha kwa maana ya unajua wapinzani wako na mpinzani wako ni nani wa robo finali, lakini unajua kwamba kwenye nusu finali nani anaweza kukutana na nani, atacheza na nani, lakini finali pia mshindi yupi na mshindi yupi wanaweza wakacheza kwenye hatua hiyo ya finali. Kwa hiyo ni draw ambayo itafanyika wiki hii na itakuwa iko live kupitia Azam TV. Na ukitazama kama ambavyo umesema kwamba timu zote ambazo zimefuzu kwenye hatua hiyo ni timu za kutoka kwenye ligi kuu. Ni kweli kwa maana ya kati ya timu 16 za ligi kuu timu 8 zimefanikiwa kuweza kutinga kwenye hatua hiyo. Lakini bado utaona ni namna gani ambavyo mashindano la msimu huu bado limekuwa na mvuto mkubwa, limekuwa na ushindani mkubwa. Ukitazama kwenye hatua iliyopita ya 16 bora kulikuwa kuna timu ambazo zimetoka championship zilifuzu kwenye hatua hiyo ya 16 bora, na zimecheza kwenye mechi ambazo ziliziondoa timu za kutoka kwenye ligi kuu. Kwa hiyo kusema kweli imekuwa ni shindano ambalo limekuwa na ushindani mkubwa katika kila msimu ambavyo unaendelea. Namna Clifford Nebo huyo, na kwa muda huu tupate kwanza mapumziko mafupi, nitarejea. Asante kwa kuendelea kuwa nami katika mshike mshike. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba jijini Dar es Salaam wamejinasibu kwamba kikosi chao cha msimu huu kina ubora wa hali ya juu, hivyo hawana hofu ya kukutana na klabu yoyote ile katika robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Mimi naamini kila timu ambayo iliyovuka kwenda hatua ya robo finali ni timu ngumu. Ukiangalia kwenye zile timu nyingi pale zote ni za ligi kuu. Kwa hiyo pale kama nikikutana na Yanga mapema kabla hata ya ligi kuu mzunguko wa pili itakuwa ni bora, lakini mimi naamini kabisa kwenye draw namuona sana Coast. Yes, yani kila nikiangalia draw yangu naona kabisa Simba anaweza akapangwa na Coast. Ila mimi naamini Simba ni timu ambayo haichagui mpinzani. Yani kwa sasa hivi Simba tukipewa Yanga tutacheza, tukipewa Azam tutacheza, tukipewa Coastal tutacheza. Target yetu kubwa kwanza ni kutoa kombe. Lakini mimi nimeangalia katika hizo timu 8 ambazo tuko nazo katika hatua ya robo finali. Mimi nilikuwa namuomba yoyote atakayedondokea katika upande wetu, sisi tuko tayari kumkabili na tuko tayari kabisa, tunaamini kwa shauku tuliokuwa nayo na nia na uwezo, moja kwa moja sisi tunaingia hatua ya nusu, kwa sababu target yetu sisi ni kuchukua kombe na uwezo kuchukua kombe bila kufika nusu finali. Kwa timu ambazo zimetinga, mimi natamani sana kukutana na TRA. Namtamani sana Chobwedo. Maana Chobwedo namuona sana, namtamani sana kukutana na Chobwedo. Jinsi wachezaji wake wanavyocheza na jinsi timu yake inavyocheza, kwa mimi natamani kukutana na TRA. Federation tushashinda, tunatamani hata tukutane na huyo Yanga ambaye tushatufunga mara nyingi. Kwa hiyo tunatamani na sisi tumfunge sasa. Kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Yanga jijini Dar es Salaam, nao wamejitapa kwamba wapo tayari kwa kukutana na timu yoyote ile katika robo finali. Natamani kukutana na mtani wangu Simba kwa sababu mechi iliyopita
tumecheza, lakini wakawa na maneno sana, mara sijui goli offside, sijui nini, sijui tumebebwa. Sasa mimi nataka nikutane naye kwa mara hii hapa sasa, ili nimuonyeshe sasa kwamba mimi sifai. Namtamani Simba Sports Club kwa sababu nikiangalia game zake zote mbili zilizotoka nyuma, japokuwa jana ameshinda goli 3-1, lakini naona kabisa kwamba yani kuna kitu mimi nakiona mbele yangu. Nakiona kabisa kwamba Yanga, yani Simba Sports Club hawezi kutoboa. Tumefurahi kuingia robo finali. Na mtu ambaye unapanga tukutana naye, yani mimi napenda kukutana na mtani wangu mnyama Simba. Tumalizane kabisa hapa finali, ndio iwe nyepesi tu, tunakutana na Chobwedo huko, tunamaliza shughuli. Naam, ni mashabiki wa klabu ya Yanga hawa wakizungumzia kuhusiana na kuwa tayari kukutana na timu yoyote ile katika hatua ya robo finali. Lakini kwa sasa nikupitishe katika timu ambazo zimefanikiwa kutinga katika hatua inayofuata, ambapo ni Mashujaa Football Club, lakini pia wako JKT Tanzania, Young Africans, Coastal Union, wapo Singida Black Stars, Simba Sports Club, Matajiri wa Jiji, Azam FC, lakini TRA United. Hizo ndizo timu ambazo zimeweza kufanikiwa kutinga katika hatua inayofuata. Lakini kwa sasa tutazame kile ambacho kingine tumeweza kukuandalia hapa katika mshike tukiwa tunaelekea ukingoni. Tutazame katika upande wa maoni kile ambacho tumekuuliza, lakini pia majibu yako yalikuwa ni yapi. Swali hilo tuliweza kuuliza kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, lakini pia yapo majibu ambayo umeweza kutuandikia, nayo pia tutakuja kuyasoma hapa. Swali lilikuwa likiuliza miamba 8 ya ligi kuu imefuzu robo finali CRDB Bank Federation Cup. Je, unatamani timu yako ikutane na nani na kwa nini? Swali lilikuwa ni hilo, lakini sasa tutazame majibu ambayo umeweza kutuandikia kupitia Instagram. Joseph Pupa wa Morogoro anasema timu zote 8 zina uzito ulio katika makundi mawili kufuatia matokeo yao ya msimu uliopita. Yanga, Simba, Azam na Singida ni vizuri zikapangwa kutocheza zenyewe kwa wenyewe ili zicheze na timu 4 zilizosalia ili kupata msisimko na ushindani mkubwa kwenye nusu finali na hatimaye finali. Lakini Hasani Mlacha wa Kaloleni, Moshi, Tanzania, kwa kweli miamba 8 ya soka kuingia hatua inayofuata ya CRDB Federation Cup, kwangu mimi yote aje akutane na ubaya ubwela ya mkute ile mkuta Dodoma Jiji, mkuje Simba imeimarika. Lakini Jafari Kopo wa Moshi, Kilimanjaro, anasema binafsi natamani nikutane na mtani wangu Simba kwa kuwa yana rekodi nzuri ya kupata matokeo kwake kwenye mechi nilizokutana naye hivi karibuni. Hayo ni matokeo, ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika ukurasa wetu wa Instagram. Lakini sasa tutazame kile ambacho umetuandikia kupitia Facebook. Endu Lali yeye anasema vigogo wa ada wasikutane hatua hiyo, labda kwenye nusu finali iwe hivi: Simba versus Mashujaa, Yanga versus Coastal, Azam versus TRA na JKT versus Singida. Lakini Namala Joas Junior anasema natamani timu yangu ya Yanga ikutane na Simba ili kuondoa maneno ya mashabiki wao kwamba walitufunga tukabebwa, sasa tunawachapa barabara. Imani alimaanisha hivyo. Lakini Hasani Maulidi kutoka Chakwali Gairo, natamani Simba wakutane na Azam, itapendeza zaidi. Hayo ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu mbalimbali. Na pia una nafasi ya kutandikia hapo pale utakapoona swali, nasi tutakuja kusoma ujumbe wako hapa. Tuelekee kutazama mengine. Klabu ya soka ya Sunderland imelaani vikali jumbe zenye ubaguzi zilizokuwa zikimshambulia mshambuliaji wake Brian Brobly kufuatia ushindi wa bao 1-0 walioupata dhidi ya Tottenham Hotspur katika ligi ya Premier. Kufuatia vitendo hivyo, Sunderland imeripoti tukio hilo katika vyombo vya usalama ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Tukio la kubaguliwa kwa Brobly sio la kwanza kuripotiwa msimu huu wa 2025-26 katika Premier League, kwani tayari mwanandinga Romain Emundle aliyekutana na kadhia hiyo mapema mwezi Februari mwaka huu. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari, Sunderland imeahidi kusimama na mchezaji huyo kupinga ubaguzi michezoni na kuahidi kuwa naye bega kwa bega katika sakata hilo. Lakini lingine, kuelekea usiku wa knockout ya mama msimu wa 8, mtendaji mkuu wa Mafia Boxing Promotion Ali Zayumba amesema maandalizi kwa upande wao yako vizuri, hasa kwa upande wa mabondia. Zayumba amejinasibu kwamba usiku huo wa vitasa wadau na mashabiki wa masumbwi wataona kitu cha tofauti kutokana na yale walioandaa. Kwa vizuri kwa sababu
Ukiangalia mabondia wote ambao wametarajiwa kufika hapa wamesign contract, kwa hiyo ni 100% kwamba kwa upande wao jambo limekaa vizuri. Lakini kwa upande wa chama cha ngumi TPBRC vile vibali viko tayari na wao wametupa baraka zote. Upande wa bondia vile wako vizuri, wanafanya mazoezi hapa saa zote kujiandaa na hilo pambano. Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla wake maandalizi yako tayari. Kwa hiyo ni Watanzania tu wajiandae kuja kwa support vijana wetu hao Tanzania, watoe hamasa zao ili kuleta ushindi katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kila mara tunakuwa ni wabunifu kidogo ili kuleta ladha tofauti kwa upande wa mashabiki wetu. Kwanza utarajie location tofauti na vile ambavyo walikuwa wametarajia kila siku. Tumekuwa tukifanya pale Posta Gitonyama kila mara, lakini sasa hivi tunakwenda katika ukumbi mpya kabisa. Nafikiri ndio kwa mara ya kwanza boxing inakwenda kufanyika pale. Ni eneo zuri la kutosha, la kipekee kabisa. Kwa hiyo pale utakuwa ni uzinduzi wa aina yake katika siku ya tarehe 24 mwezi huu wa 4. Kwa hiyo watu watarajia hivyo, lakini pia watarajia zile special appearance. Tuna watu maarufu wengi sana ambao tutakuwa nao katika tarehe hiyo 24, ambapo pia kutakuwa na wasanii na burudani mbalimbali zitafanyika. Lakini pia watarajie utofauti wa jinsi kijana wetu huyu Ibrahim Mafia mara kwanza alipoteza hii game. Kwa hiyo sasa hivi ni vita ya kisasi. Kwa hiyo kaja kivingine zaidi kwamba lengo ni kuhakikisha kwamba anakwenda kulinda heshima yake mwenyewe, lakini pia heshima ya taifa kwa ujumla wake. Kwa hiyo kuna vitu vingi watu watakuja kuviona, hatuwezi kuvisema vyote hapa. Tufanye kama surprise kwamba watu wakija waone kwamba kuna kitu cha tofauti zaidi kimekwenda kutokea katika usiku huo yake. Mashindano ya Swahili Talent Swimming msimu wa 3 yanatarajia kufanyika Mei 23 na 24 katika bwawa la Gymkhana. Muandaaji wa mashindano hayo Nelson Lema amesema msimu huu wanatarajia ushindani mkubwa zaidi kulinganisha na misimu iliyopita. Hii ni kama development gala. Ndio maana tumeita Swahili Talent Swimming Competition. Kwa sababu development gala ina maana mtoto hata wa kickboard pia anaruhusiwa kuja kujoin na kuregister kwa ajili ya kuweza kushiriki. Na katika haya mashindano tunahusisha shule tofauti pamoja na clubs pamoja na mtu mmoja. Tunahusisha shule za international, kuna English medium, hata hizi shule za Kayumba kuna wachache, hizi shule za local government schools kuna wachache ambao pia wao wanashirikigi, lakini wanasajili kama individual. Na pia tunatoa wito mkubwa kwa watoto wengi na wazazi pia waweze kuwaleta watoto wao waje kushiriki huu mchezo, kwa sababu mchezo huu ni mmoja wa sport ambayo ilikuwa ipo kiundani zaidi, kimefichwa, lakini sasa hivi tunachofanya ni kwamba wote wanaruhusiwa kushiriki. Lakini pia huu mchezo una potential kubwa ambao watu wengi hawajui, lakini tunapoendelea tutaweza kuwapa nafasi wengi ili waweze kuelewa kwamba mchezo huu pia una nafasi kwa watoto. Hata football ni sawa tu na football, sema huu hujasikika sana. Katika soka wana timu wa vumbi, lakini hapo wanakata mawimbi. Ndivyo tunavyohitimisha mshike, lakini miongoni mwa yale tulikuwa nayo usiku huu ni pamoja na haya. Wananchi Yanga wajinoa kuiwinda Mbeya City Football Club kwenye mchezo wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara. Na Simba zitaka alama 3 dhidi ya Fountain Gate, dimba la Sheikh Amri Abeid. Klabu ya Sunderland yalaani vikali ubaguzi wa rangi kwa Brian Brobey. Kutoka hapo hakuna la ziada katika mshike. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuandalia, mimi ni Akida Kilango wa Akidu Kaida. Uwe na usiku mwema.